Sijakukimbia kwa makusudio. Nimeondoka kwa sababu kwenda kutafuta tuje tutumie mimi na wewe na mtoto. Sio, unanielewa? Lakini haya masuala kurudia kwa hiyo mwanangu, wewe unakuaga so muelewa. Yaani kichwa chako ndani kina jiwe fulani hivi bugumu. Yaani kila ninavyokuelewesha, kila ninavyokupangilia unakuwa ukai katika mstari. Wewe unanitafutia mimi lawama, si ndo maana yake? Sasa wewe, mimi naona tukiongea kwa maneno hatuelewani kwa sababu anaingia huko anatokezea huko. Wewe dawa yako wewe, ubiri. Dawa yako mbona ni ndogo sana? Ili sasa unataka kwa ajili ya watu kama nyinyi kwa sababu wewe kila nisikilize wewe boya. Siku zote mwanaume apiganii mapenzi, wala apiganii kwa kutumia silaha. Anapigania kutafuta hela. Sio, unanielewa? Alafu mimi sio 3 2, mimi 4 5. Sichekeshi, sawa? Oya, mwambie huyo boya wako. Mimi sijaanza kupaka rangi hapa. Sio, unanielewa? Alafu ni kama nilivyokuambia. Fanya kama nilivyokuelekeza. Wewe, tuheshimiane. Wewe mwanangu unajiptua au sio? Yaani unajiptua kwenye maa yetu wenyewe, sio maana yake? Kiza nikwambie mwanangu. Umeona hiki kijiji kidogo sana hiki. Akifika hata ekari 20. Umeona? Yaani sikiza nikwambie, yule asijione mjanja. Yaani mimi hapa alikuwa na pale nimekaa chini nafikiria nimfanye kitu gani yule. Anabati kawahi kuondoka. Wacha katika nini? Kwa hiyo wewe umefurahia mimi kupigwa, si ndo maana yake? Mimi nishakwambiaga mimi nikiwa napigana usio unanishika. Au wewe mpango wako mimi nipigwe, si ndo maana yake? Sina mishogo wako na wewe. Sogo mpango wewe anishikaje mimi napigwa, wewe anishikaje? Wewe anishikaje mimi? Kwa utakaje na? Nivuruge na nimeshavuruga. Nitakutandika mabao sasa hivi. Twende huko, twende. Mimi yule nakwambia yule. Wewe tulia. Zazi. Mwenza. Zazi mwenza. Sikiliza mjomba. Wala usipate shida ya kwenda kwa mwenyekiti. Mama siku na mwenyekiti lao ni hili moja, ndo wale wale. Kwa sababu kwanza mama siku walikuwa ni danga na mwenyekiti. Mjomba, kama Mazulumu ataendelea na upumbavu wake, ipo siku nitamkata miguu. Mjomba, wale usipaniki kwa sababu vita ni akili. Kuna mbinu nyingine mpya nimeipanga ambayo mimi nitakupa ili ya kuweza kushinda na ushindi huu. Ni mbinu gani mjomba? Mimi nipo kwa ajili ya kusikiliza wewe. Yaani kama sio wewe Mazulumu, mimi ungenikuta kituoni. Naomba unisikilize kama mjomba wako. Na mbinu nzuri kabisa ya kukupatia ili tukashinda haya mambo. Sawa mjomba. Zazi mwenza. Zazi mwenza. Mwanangu, msimamo ni ule ule. Endelea kukaza uzi. Maana hizi hela anazotuma za matumizi zinatusaidia wote. Ila sasa uwe makini. Sija kuchukua huyu mtoto. Mama kusile tena sija kajidanganya. Kama anataka kuona upande wangu akili, ajaribu kumchukua mtoto. Yaani nitamfanya kitu mpaka kijiji chote kitanishangaa. Yaani tena na mpango wake mama ongea naye. Kama ndo mpango anaojenga huko kwa kuja kumbeba mtoto, mwambie tu mjomba hapa sasa. Mtoto wangu mimi hapa hatuki. Hawezi kutushinda mbinu wale. Wajinga tu wale. Tena umenikumbusha. Na mko wako naye Mazulumu. Mama ongea naye. Huyu vuvu wake akijinga utakuja kumuumiza. Leo kanikuta huko niko na Sani tunaongea. Bwana alikotokea mimi sijui. Kaja nile hivyo. Siri. Njoo angalia. Alichofanya. Kampa mtama huu. We, chini. hajaumia? Yaani nimemhurumia lakini mwisho siku kana shida kujizuia nikaanza kumcheka. Shikamoo. Marahaba baba, vipi? Salama.
Ai. Mama. Ndio baba. Mimi nimekuita hapa, kuna masuala nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na hili swala la mke wangu. Unajua mama, mimi na mke wangu sasa hivi naona kama kuna kitu hakipo sawa, kwa sababu hizi wiki mbili yani tumekuwa tukivurugana kabisa yani. Yaani imefikia stage mama, mpaka mimi kupata unyumba kwangu imekuwa ni shida. Baba, unaanza kunikosea heshima. Swala la unyumba mimi na mke wako linanusu nini? Wanaambia mimi masuala ya unyumba, au unataka nikupe mimi unyumba? Hamna mama, mimi sijamaanisha hivyo kabisa ulivyofikiria wewe. Yaani mimi mama, nimekwambia wewe kama mtu mzima, na yule ni mwanao na hata mimi ni mwanao pia. Ungekaa naye chini basi ukajaribu kumwambia, kwa sababu mimi roho inaniuma kuona amani imetoweka mimi na mke wangu. Mimi sijashindwa kuongea naye mama. Isipokuwa nikisema niongee naye, basi hapo ndo tutazidi kuvuruga amani. Ndio maana nimekwambia wewe kama mtu mzima, ili ukae naye chini uongee naye mama. Mama, mimi ninachotaka ni amani, mke wangu mimi nampenda. Lakini mimi naona ujio wa huyu Hasani hapa ndo umekuja kuharibu kila kitu. Hakuwa hivi mke wangu. Wewe tatizo lako ni hivyo baba, unakusumbua. Huwezi kumzuia Hasani kuja hapa nyumbani. Hasani ana mtoto wake hapa, lazima aje nyumbani kumuona mtoto. Wewe utaki aje Hasani kivipi? Hivyo vyote vile huwezi kuwatenganisha wale. Wazazi wenza wamezaa pamoja. Sasa baba, kama una jambo la maana la kuniambia niambie. Kama huna, mimi naondoka zangu. Mzazi mwenza ni mzigo mzito, kila nikijaribu kusogeza naona taswira majuto. Kudumisha penzi ni kumlea mtoto, nani atanieleza? Maana kwangu ni mazito. Ulikuwa wapi wewe kucheki? Ulikuwa ile mechi. Unasema udogo anaupiga mwingi ule. Achana naye yule. Bwana. Kicheche. Adogo sasa yule nani, si Messi si nani? Amfikiri tena. Alafu zile zingine zile. Lakini kumbuka kwamba Messi kamlea dogo unajua. Hata kama dogo unasema kweli kwa nini? Wewe. Ona ile. Liga. Moyo umechoka lakini wajibu siwezi kutoroka. Kila siku napambana ili mtoto asije akakosa. Mapenzi yalipita lakini uzazi haujawahi kupita. Sema mwanangu wewe jao, unasikia unamkanyagia kwa mkeo mwanangu wewe. Oya, mimi sio jao, yule jamaa ndio jao. Si umeelewa? Kama ingekuwa ni mtu wa maana tungekaa chini tukajadiliana tukamaliza. Lakini yule jamaa miayusho kinoma yani. Alafu yule anadhani mimi namchukua demu wake. Mimi sina mchongo wa demu wake, mimi shida yangu mwanangu. Si umeelewa? Ninapofuata mwanangu pale yule anaanza kuleta mapepe. Si umeelewa? Na ndio kitu ambacho mimi na tunabishana anytime. Sasa nakimbia nini na yeye mwanaume? Sasa basi. Kitu kilichofanya mimi na yeye tuanze kuletana shida ni mtoto na sio kitu kingine chochote, na wala mistaki demu wake. Sio, unanielewa? Mimi sihitaji kabisa demu wake. Hapa gumu hapo kika. Na hiyo yote chanzo ni yule bimkubwa. Bimkubwa ameaisha kinoma yani. Bimkubwa kafanyaje tena bimkubwa wake? Bimkubwa wake alianza kunidai mimi mahitaji, mimi ikiwa na miezi 4. Hata wewe singekubali. Bimkubwa wake atakanwe gari mimi. Kanitaga noma ujue kazini kwangu mpaka kama bibi mbona jao. Huyu mkubwa jao kinoma yani. Sasa mimi nilivyofunga na yeye yani fujo ambazo hazina maana, mimi kaona usintanie mimi nika escape. Sasa kwa escape narudi kufuata mwanangu analetea mapigo yale kama mimi ndo kijikujiko. Yaani mimi ndo chuma ulete. Na ndio hizo mambo mimi nilikuwa na usizitaki. Sasa nataka nichukue mwanangu niwaache na mapenzi yao. Yaani kutokana na maelezo ya mshaji, huyu jamaa yuko sahihi. Sema mwamba yule anaonekana kabisa ni jao. Sasa huyu ni mzee mwenzake. Wanafikiri kwa nini asimle mtoto? ndio nalo neno. Kweli kabisa. Fresh tu kama anachukua na vaza ndio hivyo hivyo. Ndio mwanangu wewe, jina kongopi. Umenyoa umependeza una gani ile? Msikilize. Wewe naacha kuzungua bwana. Mimi nimenyoa tu hapa mtaani. Hiyo town hiyo. Wewe. Baridi bwana. Town hiyo hii. Jana ngeme na kuona unajua.
Mjomba bwana, mimi ujio wa huu jamaa hapa kijijini. Yaani unanitia stress sana. Ujio bwana unakutia stress ama wewe unajipa stress? Naelewa bado. Mimi naona unanitia stress kwa sababu unajua tangu aje yeye amani ya ndoa yangu imetoweka. Lakini pia maelewano mazuri na mke wangu watoto. Unajua mjomba, kuna muda nawaza sijui nichukue panga nimpige la kichwa huyu. Haya. Panga tena. Mjomba, mimi nafikiria kwamba hilo si wazo zuri. Wewe unataka umri wako kumaliza jela? Sisi bado tunakuhitaji. Bado sisi bado tunashinda na wewe mzee. Alafu isitoshe, haya mambo wewe unasababisha. Jicho la kwao mwenyewe ni parangoto, alafu unajitusha mzigo wa gunia la msumari. Wewe unafikiri unataka kitu gani? Sasa mjomba, unafikiria mimi nafanya nini? Hebu nishauri cha kufanya ni nini hasa ili niweze kulinda amani ya hii ndoa yangu. Mimi inaitwa mzee wa ushauri. Mambo ni mingi. Kuna visukari, kuna sijui mambo na mapumu. Sasa wewe umejipa ugonjwa ambao hata tiba hauna, ila mimi leo nitakupa tiba mjomba. Tiba gani? Ili huu mzizi uishe ama upungue. Mimi nachofikiria kwamba mjomba ashindwaye pia ni mume. Yule mtoto mshauri mke wako apeleke kwa baba yake. Full stop. Kweli mjomba, hilo wazo umeongea, lakini unajua hawa ni wanawake. Kwa hiyo kama ni wanawake, wewe unaweza ukamshauri vizuri, lakini baadaye akaja akakataa. Sasa itakaaje? Sasa hayo ni mawazo yako wewe, lakini bado hujamzungumzia. Mimi nafikiri ukishamzungumzia tu yule lazima atakubali, kwa sababu yeye mke anajua kwamba huyu mtoto ndio sababu mimi na mume wangu hakuna amani, hatuna furaha. Atakubali. Kaa chini na mke wako, mwambie bwana, mke wangu wewe, mimi nimeona kadha huyu mtoto sio la tumpeleke kwa baba yake. Maana wewe utaumwa na akili kila siku, mtu siku unifia hapa. Nadhani umeelewa vizuri. Hapo nimekuelewa mjomba. Kama umeelewa basi fanya hivyo. Mimi mara nyingi najiita mzee ushauri. Nitakupa ushauri lakini muda mwingine ufanye kazi. Sasa upe anakupa, kama utafanya kazi unajua mwenyewe mjomba. Peana mtoto apeleke kwa baba yake. Ili wewe uishi kwa amani kijijini hapo, mimi mtoto paka hebu ngana kiatu. Hiki kiatu kweli mjomba. Allahu akbar. Mjomba. Simetoka shamba hapo sasa nimeona mijiatu ile imekatika. Jitusha mzigo mawazo. Hamna mjomba. Kwa mimi nafikiri ni hivyo. Hamna shida mjomba, mimi nitafuatilia hili swala, nitamwambia na nitakupa majibu pia itakapokuwa. Na mimi nafikiria yule hatokataa, kwa sababu yeye anajua kwamba wewe unapitia changamoto juu ya yule. Na ukishamgusia hilo, yeye ni good. Sawa. Ndio ndio vizuri. Hapo nimekuelewa mjomba. Hilo limeisha. Haya, alafu nyingine kule shamba miogo ilipatikana. Mke wangu, amka basi tuzungumze kidogo. Kwani lazima ongee sasa hivi? Hatuwezi kuongea mada asubuhi. Wali wa moto huliwa ukiwa wa moto, kilala hicho ni kiporo. Mimi nina wazo, nataka nikushirikishe ile wazo, wewe ndo useme sasa tunafanyaje. Ongea na kusikia. Wazo langu mimi liko hivi. Wajua katika hizi siku mbili tatu naona amani imetoweka kabisa katika ndoa yetu. Na chanzo cha amani kutoweka katika ndoa yetu ni Latifa pamoja na Hasani. Sawa? Sasa mimi wazo langu liko hivi. Mchukue Latifa, mpeleke kwa shangazi yake Hasani kule juu. Ili Hasani akae na mwanawe. Siku akitaka kuondoka na mrudisha hapa. Hii naona italeta kidogo amani. Kwa sababu Hasani akija hapa mimi huwa nafikiria mambo mabaya. Ona, kama huna mada kuongea namba tulale. Kwa mke wangu hicho ninachokiongea mimi hapa hakina maana. Ndio hivyo. Wakati mimi natengeneza mazingira ili ndoa yetu iwe na amani, hizi sekeseke za siku mbili tatu zilizotokea au wewe mwenzangu unafurahia? Mke wangu, hebu jaribu kulifikiria basi kwa upande wa pili. Mimi sina amani, wiki nzima hii sina amani sababu ya Hasani tu. Kwa hiyo, huyu Hasani akija hapa anakuja kufanya baga. Hasani anakuja hapa kwa ajili ya kumwona mwanae. Wewe ndo unajua kwamba Hasani anamfuata mwanawe, ila mimi najua Hasani anachokifuata hapa. Sijui unanielewa? Sasa basi, hilo ni wazo ambalo nimetoa, lakini napendekeza zaidi mpe Hasani mwanawe akamlee. Hii itakuwa imekaa poa sana. Tutaishi kwa amani kabisa katika ndoa yetu. Ila mimi najua hivi, ukipenda boga penda na walaki. Wewe utakuwa ushanichoka. Na ushamchoka mwanangu. Mke wangu, ukizungumza hivyo unakosea sana. Unajua mimi sio kwamba nasema hayo kwamba sikupendi. Mimi nakupenda sana. Na ninachokitafuta mimi ni upendo wetu udumu. Sekeseke ambazo tumepitia ni nyingi sana.
Kwa hiyo hichi kitu kidogo kisikatisha amani ya ndoa yetu, mke wangu. Kwani wewe kitu gani ambacho kinakupa ugumu mpaka usifanye hivyo? Nisikilize, hakuna anayejua shida nilizopitia na yule mtoto. Shida za mwanangu nilizopitia najua mimi mwenyewe. Kwa hiyo mwanangu mimi haendi popote. Nimemaliza, naomba nilale. Yaani mimi sijui mwambie vipi ile muelewe. Mimi sijaona hata ugumu hapo. Mbona ni kitu simple sana. Mzazi mwenza, tukiweka mtoto mbele tutashinda. Mzazi mwenza, upendo wa mzazi haujawahi kufa.